Mke wa Mwijaku amefanya busara kukaa kimya. Ni maneno ya Sheikh Sharif Majini, ambapo katika sakata ambalo linamkabili Batton Mwemba almaarufu kama Mwijaku, basi Sheikh Sharif Majini ameweza kumkingia kifua Mwijaku kwa kudai kwamba tuhuma ambazo zinamtuhumu basi sio zinahalalisha kwamba ni kweli au alifanya kosa hilo, kwa kuwa hakuna ushahidi wote ambao unaonyesha, ila ushahidi unaonyesha ni wao akina dada ambao wanapigana. Lakini kwa mjibu wa Sheikh Sharif Majini anasema kwamba kitu ambacho amekifanya mke wa Mwijaku, basi mke wa Mwijaku ni ana busara sana, hakutaka mambo yake na mume wake kutoka nje, wakamalizana ndani kwa ndani kama familia. Aliweza kufunguka Sheikh Sharif Majini akiwa anazungumzia sakata hilo ambalo wengi wamemjia juu Mwijaku kutokana na tuhuma ambayo iliweza kuwa inatendi mtandaoni, kudai kwamba pengine ni kweli alifanya au hakufanya, ila sio uhalali wa kusema kwamba alitenda kosa hilo kwa kuwa hakuna ushahidi. Kitu pekee ambacho kinaonekana pale ni kuwa wadada hao wanapigana na kusozana, ila haonekani kama ni Mwijaku. Na hata kama mtu akiwa unakuta wako wawili wanatoka guest, sio uhalali wa kuhalalisha kwamba walikuwa wanafanya kitu fulani, kwa kuwa hujawaona wakiwa wanafanya hayo wakati akimkingia kifua hayo yote. Na ndipo ambapo akampa maua yake mke wa Mwijaku kwa kudai kwamba mke wa Mwijaku ni mwanamke ambaye ana busara sana, kwa kuwa katika hayo mambo yote ambayo yameendelea, yeye kama mwanamke hakutaka mambo hayatoki nje, wakaamua kumalizana ndani kwa ndani. Lakini kwa story inadai kwamba hii Mwijaku ili aweze kusamehewa na mke wake, basi amepewa sharti la kuwaita hao wadada wote wakiwa na wazazi wao ili waweze kuomba msamaha na kuweza kumkanya wasije kurudia tena, sharti ambalo wengi wameona kama ni gumu. Lakini kwa mjibu wa Sheikh Sharif Majini, aliweza kumkingia kifua Mwijaku na huku akimpongeza mke wa Mwijaku kutokana na busara alizozitumia kwa kutokutoa neno, kwa kutokutoa siri hizo nje ya familia na wakalimaliza wenyewe.